kisha mama yake ya moyo na anatarajia mamake ampigie simu ama yeye apigie simu mamake. Kwa hivyo naamini ya kwamba si washika simu tu ya kalama, hata hawa wananchi wako na nafasi ya kuongea na wewe. Na kama kuna mwingine anazibaziba kulingana na tangazo alivyosema, kushindwa na fanya nini? Ashindwe. Tunakupa Kilifi, tutakutegemea, tunataka ubebe maisha ya wana Kilifi kwa kichwa chako na moyo wako. Na hiyo si tafadhali, na tutakuja tukupe siku Mungu akikwambia tarehe imefika 2027 kihunda kipata. Ingine ninyowe na msimwanya una goma, futa tukapate kuchecha na vinara gonda, simungile nesha juma. Nigango tu nigo. Sinigenu. Na mara ni wale nafasi ya kihakei. Magharibi haina mbunge, koti nilisema kwamba tunarudi kwa uchaguzi. Na mimi Furaha Chengo Gumbao alimaarufu Kalamawehu, nina mambo mawili ya kuongea kwa niaba ya wamama. Mimi nimezaliwa na mwanamke na mamangu ninampenda, ndio maana nikiona wamama wote duniani ni wamama ambao nawapenda. Leo hii ingekuwa ni siku ya Sawa County, serikali ya county ya Kilifi iwe ilifanya utafiti mwaka jana kwa kama siku ya leo ya kwamba tutaenda kufanya sherehe hii Magarini Marereni. Watakapofika pale kuwa kuna mradi uliekwa, watu wa Marereni hivi tunavyoongea wanaishi, wanauza bidhaa zao Mgongoni na Marereni, hawana soko la kuwatosha kutafuta lishe yao na mapato yao ndani ya Magarini. Leo hii ingekuwa kama umetumia akili serikali la Gavana Mung'aro na waziri wako wa cooperative na waziri wako wa agenda. Leo hii mlikuwa mnafahamu mfike Marereni, muende mfungue soko la wamama ama mfungue maternity ya wamama, ndio mkawaambia wamama kwa sababu leo ni siku yenu tunawasherehekea, zawadi yenu ya wamama, zawadi ni hii, tumewaletea soko ama kuwaletea maternity. Je, leo hii kuwapelekea mchele wa maharage ni sawa kweli? Wananchi na wauliza ni karakara. Ndio mtari za choro wa maharage. Ni jambo la kusikitisha, wamama bado wanazaa barabarani, Chomela hospitali imefungwa, maji Changoto hakuna, maji Changoto hakuna, hiyo Magarini 70% haina maji. Leo hii unaenda kusema na sherehekea siku ya kina mama ndani ya Magarini. Ni jambo la kuchukiza, ndio maana mimi nimeamua nikashirikiane na wale ambao wanahusika na hii sherehe. Na mimi nimestajabika sana, hata jana nilikuwa kwa redio. Sherehe ni ya wanajeshi. Leo ni siku ya kusherehekea wanajeshi. Wewe mwalimu ndio kwa picha yako hapo. Inawezekana hiyo? Leo hii siku ya kina mama. Gavana mzima wa kiume na kwa picha lako wewe, happy women's day. Wewe ni mwanamke. Unapata mbunge mzima anaweka kwa picha happy women's day kama nani? Umama wewe? Hapana bana, tuachie wamama siku yao. Hii siku imeshindika dunia nzima. Kama ulikuwa unataka kupiga siasa na siku ya kina mama, basi kaipige siasa kimaendeleo. Na nataka niwaambie hivi, viongozi wote wa Kilifi, Magarini haitachezewa tena. Wale ambao wanafikiria kwamba Magarini na kuchezewa, hiyo wakati wao imeisha. Maana nimekuwa nikiwaangalia wale ambao wako Magarini wakijiita viongozi hawajawakilisha Magarini. Ni aibu watu watoke huko Nairobi waje maziko hapa watutukane asubuhi mpaka jioni. Mimi nataka kumvulia kofia Esha Juma. Esha Juma amejenga hapa Kilifi Kakuyuni. Kutoka kumwahiri wiko ushariani. Alwanzia Mwaneshihi, Shanzu, Nyali, Mtopa, Jemeni. Inawezekana hiyo? Nataka mwanamke hii kiongozi ambaye ni mzaliwa na anaishi Kilifi ni hao ama ni huyu hapa? Maana kama roli tagambari ngine linamuzi Nyali nukalani wa hahaye. Esha Juma nataka nikwambie hivi, bahonge semu tuwahiri uze kule kiwanja kungoshi mheshimiwa ngara kupe munda ujenge mtu kwa muzi hapa Magarini pia. Tunataka viongozi wapende kwao. Nenda Ulaya, nenda popote, lakini nyumbani ni nyumbani. Ukitoroka nyumbani umetoroka shida za mamako na babako. Naamini nyinyi kina mama hapa mlipo mko na shida za school fees, mko na shida za madawa hospitali, lakini kila siku wao ni mipango ya kwenda kusema eti wafanyakazi ni waizi, madaktari ni waizi. Nukalamu na yenye muno. Uwende weka fana bwana kama mwenye ndio madaktari wananipia dawa, maafisa ni waizi, ana mahendeza na mara kupakazi. Nukalamu shatima ye. Juma funga nguo ziume. Funga nguo ziume. Haya mambo ambayo kwa Kilifi ukiongea kwa sasa waweza kutoka na machozi. Juzi ulifanya kazi nzuri kupeleka maji pale Rabai. Hiyo si suluhu. Ulipeana msaada wako, moyo wako, utu wako. Lakini kusema kweli, Magarini, Kaloleni, Rabai watu wanakufa na kiu na chakula. Mimi juzi nilipiga maduru pale Simboya ndio uji wa watoto ukapelekwa mashuleni. MCA walipiga
tukapitisha pesa milioni 60, uji upikwe, pesa zikaingizwa kwa mfuko, kampuni iko pale Malindi, ni ya gavana Gideon Maitha Mung'aro, na uji haufiki mashule. Halafu MCA hamuongee. Nataka kuwavulia kofia, mmeanza kuamuka na kuongea. Tandikeni huyu mtu kiwezekana apate impeachment aende nyumbani. Hakuna kumwambia sana bana. Hii pesa ni yetu, serikali ni yetu, ushuru ni wetu. Umepewa nafasi tujapo kidogo ukaanza kuongoza wananchi. Sasa kama wananchi na pumbavu na MCA kama hamtaviweza, tutatoa jopo tuanze kuimpeach nyinyi wenyewe. Maana kama MCA wanatutoroga, MCA mzima anasimama, bosi wangu gavana, bosi wangu ni gavana. Bosi wako ni mwananchi aliyerauka kukupigia kura. Wewe na gavana hauna uhusiano. Na wale MCA wanasema kwamba bosi yao ni gavana, tutaenda kuwatandika makonde hapo chini. Hatutakubaliana na wao, tutawachapa. Tuliompa kazi sisi. We voted for them. Executive, raisi na magavana hawana uhusiano na bunge. Bunge ni la wananchi. Kwa hivyo MCA, wenye mmeamka, kanyageni hapo hapo, kanyaga shingo. Kanyaga shingo. Nimemwona Ngirani akisimama. Nimeona yule zuzu wetu wa Gongoni asema mimi na gavana wangu, gavana wako ni useme mimi na wananchi wangu. Amwangalia Peter Sharifu asema gavana sikanyage jaribuni, alifika na kapata kilichompata. Hatuwezi kukubali kuongozwa na uongozi dhalimu. Wakati umeisha wa mama, tuamuke, mtupe nguvu kama watoto wenu. Gavana na huyo anakuja, nataka kukwambia gavana piga miaka 10, mimi napiga miaka 2, nipiga miaka 5 na miaka 5 tena, na kitokesha jua si mwingine ni Furaha Gumbau, gavana wa Kilifi. Nitakuja kukalia kile kiti kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nikakomboe Magarini yetu na nikomboe Kilifi na jamhuri nzima ya Kenya. Ule ujasiri ambao kuna Juma na Mindi moja na moja ni mbili. Juma kiwa pale na Mindi kiwa hapa Magarini, miradi ya Magarini, MCA wangu nitakaa na wao, nihakikisha kwamba ninawaombea kukaa na kila mtu ili wakapata fadhili. Huyu bwana hana marafiki. Juma hata alipokuwa hayuko kazini, Juma alikuwa analeta chakula kwa sababu yeye ako na marafiki. Uongozi ni marafiki, uongozi si azembe. Yeye wake ni wazembe, amepombe alale. Lakini nataka niwaambie kiongozi ni rafiki. Hata mimi siko kwenye ofisi, siko kazini, lakini yale ninayofanya ndani ya Magarini, watoto wa shule wanaenda, madawati napeana, chakula naweza, madawa ninaweza kwa sababu ya marafiki. Sisi mimi ni tajiri, ni marafiki na utu, na nataka kuhakikisha kwamba tuchague yule mama, tukakomboke kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. 27 Sibali, ikiwezekana MCA mkanyageni shingo mwipichi, hangale manakala ni ng'ombe na itizo hangale. Nataka nichukue nafasi niwaambie poleni kwa hayo yote kama nimekwaza mtu, lakini cha msingi ni kuambia kwamba ukombozi unakuja. Mkombozi wa kwanza leo na kura yako. Mimi Furaha Chimo Gumbau Kalamawehu nakuja kuwaambia kwamba naomba kiti cha Magarini hii by election. Manake anayesimama hivyo viti ni mimi na Harikombe. Wale wengine bila shaka watatahiriwa, manake wale ambao mganga kutahiri kwa Nairobi watatahiriwa Nairobi, lakini mimi na Harikombe ndio tuko kwenye kinyang'anyiro. Naomba kura ya amani na uhuru, tukachukue tukomboe Magarini yetu. Wale wa Magarini ninawapenda, naomba kura zenu na naomba miepe maombi yenu ya dhati kwa sababu tukakomboe jimbo letu la Kilifi na Magarini na Kenya kwa jumla. Asanteni sana. Mungu awabariki, siku hii iwe njema kwenu, iwe heri ya baraka. Mungu unawapenda na Mungu atupende sote. Asanteni sana. Wapi makofi kwake Mheshimiwa Kalama. Kakangu Azan, karibu tafadhali, utatueleza ni nani, umetoka wapi, una ujumbe gani, utupatie.